huyu nafikiri hapa tunasubiria watoto. Tunasubiri piglet kwa sababu muda wake katika kasha mali. Na hata ukiwa una nani unaona anatoa hii sauti. Unaona? Umeona? Hiyo ni moja kati ya saini kwamba amekaribia. Taili, yani ukishika tu pa chuchu zake unaona kabisa anataka kupokea watoto. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, na leo ni siku nyingine pendwa kabisa, na leo nakuletea kitu tofauti sana. Leo kama ni mtu ambaye unataka kujifunza kuhusu ufugaji wa nguruwe kibiashara, leo umefika mahali pake. Tuko Shinyanga na tumemtembelea mwenyeji wetu hapa ambaye ni mfugaji mkongwe, na tunataka atupe shule nini maana ya ufugaji wa nguruwe kibiashara. Kwa hiyo utajifunza vingi, utafahamu mengi na utapata mengi. Rubaba TV. Kwanza brother, nikupongeze kabla ya yote, umefanya kitu kizuri. Asante sana brother. Ningependa kwanza ujitambulishe majina yako, wewe unaitwa nani? Watu waweze kukufahamu, na hapa tuko sehemu gani na hasa unafanya kitu gani? Okay, mimi kwa majina ninaitwa Hali Jailo Luila, ni mkulima mfugaji. Na patikana mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Shinyanga mjini, eneo la Bushushu. Sawa, kwanza kabla tujaanza kupita kote huku, nataka uniambie passion yako ya ufugaji, kwa sababu nikiangalia ni kijana. Vijana wengi wanakimbilia kwenye madini, vijana wengi wanakimbilia kwenye maduka ya nguo, lakini wewe passion ya ufugaji hasa imetoka wapi? Mimi ufugaji nimeanza muda kidogo, mwaka 2000 kamili ndio nimeanza ufugaji wa nguruwe. Kwa hiyo mwaka 2000 kamili mpaka sasa hivi ni mwaka 2026. Maana yake ukiangalia hapo ni miaka 26 nafuga nguruwe. Na nilipenda kufuga nguruwe kwa sababu ni mradi ambao hauna changamoto nyingi sana, ukitoa zile changamoto za chakula na vitu vingine. Mimi wakati katika makuzi yangu nilibahatika kuishi na mamangu mkubwa wakati nasoma. Kwa hiyo mamangu mkubwa yeye alikuwa anafuga nguruwe kwa kipindi kirefu sana. Kwa hiyo mara nyingi alikuwa ananichukua nyumbani, tunakwenda shambani, tunarudi hadi nilipomaliza darasa la 7. Nikasema hapana, ngoja na mimi nifanye kitu ambacho kitakachoweza kunisaidia. Na mzee wangu alinisaidia mtaji mwaka 2021. Baada ya kuona sasa mimi tayari nishafanya mafunzo, nimeshaelewa kutokana na mamangu mkubwa kunifundisha, akanipa mtaji wa nguruwe 20. Mwaka 2002 ndio nilifikisha nguruwe 200. Mwaka 2002. Kwa hiyo tunapozungumzia ni mfugaji mkongwe, japo kwa kijana mdogo lakini ni mfugaji mkongwe. Sahihi kabisa. Sawa, na sasa nataka tupite shambani kwako. Hatua kwa hatua, kila sehemu. Nimependa sana jinsi ulivyolipangilia. Nimezunguka mashamba mengi. Nadhani watufuatie, unaona. Nimezunguka mashamba mengi, lakini mpaka nimefika hapa nimekuwa inspired sana na kitu chako. Naomba tupitishe sehemu moja moja ili tuweze kujifunza sasa. Labda kabla hatuja kukupitisha sehemu mbalimbali, shamba letu la Sunji Farm lina maeneo takriban kama 5 hivi. Eneo la kwanza ni la kwa ajili ya chakula, kupokelea chakula. Eneo la pili la banda la kwa ajili ya winning la nguruwe baada ya kunyonya. Tuna banda ambalo tunawapokea piglets kutoka mama zao wakati tumewaachisha. Pia kuna banda la pili la kwa ajili ya kuwakuza, banda la grower. Pia tuna banda la fattening kwa ajili ya kuwanenepesha. Pia tuna banda la wazazi, pia tuna banda la wazazi waliotoka kunyonyesha. Kwa hiyo naomba tuanze kwenye sehemu ambao tunapokelea chakula kwanza. Sawa. Ndugu mpenzi mtazamaji, twende pamoja ili uweze kujifunza sasa, uone maana halisi ya ufugaji kibiashara. Pia tufungue. Karibu sana. Asante sana. Yes, karibu. Yes. Hapa ndugu mtangazaji, ndio eneo mahususi kabisa kwa ajili ya kupokelea chakula. Ukumbuke chakula kinatoka mikoa mbalimbali. Kwa hiyo hatuwezi tukaruhusu chakula kifike moja kwa moja kwenye store ya ndani. Kwa hiyo tunakipokelea hapa, tunafungua huu mlango, geti kubwa. Kwa kama kuna gari litapaki hapo, tutaingiza chakula, tutakimwaga humu.
Baada ya kukimwaga chakula tunakikagua. Kwa maana tunakigeuza hata siku 2-3, basi iko chakula tunakipaki kwenye viroba, tunaviingiza kwenye store yetu kubwa kwa ajili ya ulishaji. Kwa hiyo wewe chakula unapokipata mara ya kwanza kinafikia hapa kabla hujapeleka sehemu yoyote. Na kwa nini umeamua kufikishia hapa moja kwa moja? Nimeamua kufikishia hapa. Kwanza hapa huwa tunachanganyia chakula cha kulishia. Na pia unajua hivi vyakula vinakuwa vina vitu vingi sana uchafu. Kwa hiyo tunakagua hiki chakula. Pia tunapima hii pumba iliyoletwa ina ubora. Na kama haina ubora ni kitu gani cha kuongeza? Ndio tafsiri hasa ya kuleta hapa. Ndio. Sawa. Kwa hiyo kama hapa hiki ni chakula ambacho tayari kimeshachanganywa. Ndio. Hiki chakula tayari kimeshachanganywa, na chakula unachokiona hapa ni chakula cha makundi mawili. Na shambani tuliokuwa nao sasa hivi wengi sana ni grower na wenye mimba. Yes, kwa hiyo tani moja hii kwa ajili ya grower na ile nusu tani ni kwa ajili ya nguruwe wenye mimba. Brother, nikiangalia hapa naona pia kuna kama shelf ya dawa. Pengine unaweza kutueleza ni kitu gani hasa? Okay. Ukumbuke hili ni shamba. Na kama ni shamba maana yake linajitosheleza kila kitu kwa maana ya chakula, wataalamu na madawa. Kwa hiyo hili ni kabati kwa ajili ya kuhifadhi dawa zile za mstari wa kwanza au tunaziita first aid kwa ajili ya shamba. Wakati huo daktari yeye anapoitwa kuja shambani kwetu kuja kutibu wanyama, yeye anakuja yeye kama alivyo. Hapa atakuta sindano, atakuta na madawa ya mstari wa kwanza. Kwa hiyo anachukua dawa hapa moja kwa moja anaingia shambani. Lakini akifika kule shambani akikuta dawa iliyokupo hapa si yenyewe, basi ndio anatoa maelekezo, anakwenda mtumishi hapa, anakwenda kuchukua hiyo dawa, anaendelea kutibu wanyama wetu. Na kwa nini umeamua kufanya hivyo? Nimeamua kufanya hivyo kwa sababu hili ni shamba kubwa. Ni shamba kubwa, pia ni kupunguza gharama. Ukumbuke kununua dawa 15,000, 20,000, 10,000 moja kidogo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kinachofanyika hapa tunaangalia, tunakaa na daktari, dawa gani muhimu ambazo zinahitajika shambani, anatoa orodha. Kwa hiyo mimi ninachofanya naagiza moja kwa moja dawa zote kama alivyoelekeza daktari. Kwa sababu unaona hapa kuna multivitamin, kama unaweza kutuonesha kule kuna multivitamin, kuna Ivomec na mambo mengine. Kwa hata hiyo ni funzo kwa mtu mwingine ambaye unaingia kwenye shamba. Inaweza ikawa ni kitu kingine. Lakini kipindi tunaendelea na ziara yetu, nataka uniambie hasa wewe unatumia chakula gani na kwa nini umeamua kuchagua chakula cha Koudijs? Koudijs ni chakula ambacho kinapunguza gharama na pia kinaleta matokeo chanya. Kwa mfano mimi shambani hapa ninafuga nguruwe kwa makundi. Makundi nimegawa katika makundi matatu. Kundi la idadi ya 50, 100 pamoja na 200. Yes, kwa hiyo sasa napotumia hiki chakula kinanipelekea kupata matokeo ninayoyataka mimi. Kwa mfano kama nataka sasa nipate kundi la vibwagala au piglets 100, kuna nguruwe wangu pale wako 10. Kwa nawalisha chakula KPC 20. Kwa hiyo KPC 20 napo hapa hao nguruwe wenye mimba, baada ya miezi 3 napata vifaranga au vibwagala 100 mpaka 150. Na utakwenda kuangalia kuna nguruwe mmoja yeye uwezo wake wa kuzaa ni watoto 22, 25. Na alizaa watoto 23, alikilalia kimoja, wamebakia 22. Kwa hiyo chakula cha Koudijs ni kinakupa matokeo unayotaka wewe. Nguruwe anapokuwa na mwenye mimba, anapozaa, anapolea watoto, unapomnenepesha. Sawa, na kwa hapa Shinyanga, vyakula mnavipata wapi? Mimi ni agent wa mkoa wa Shinyanga, ninasambaza na kuuza chakula cha Koudijs ya makundi yote. Kwa hiyo ndugu mpenzi mtazamaji, kama uko Shinyanga na maeneo ya jirani, unaona hizi hapa namba, usihangaike tena. Wewe utapiga hizi namba na wakati wowote utaweza kuhudumiwa na wewe uweze kupata matokeo kama utakaoenda kuyaona huko ndani. Kwa hiyo twende ukajifunze, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Tunaanzia wapi brother? Kwa sasa nionyeshe banda la winning. Hili ni banda la winning. Pindi nguruwe anapozaa akifikisha, mimi nafanya winning miezi 2, nafanya miezi 2 na nusu.
2.5. Na maana wewe una win, tunaposema winning ni kumwachisha kutoka kwa mama. Yani baada ya nguruwe kunyonyesha ile miezi 2.5 ninamtoa kwa mama yake. Kwa hiyo wanafika hapa. Wakifika hapa sasa ndipo sasa ninawapa chakula kinacho stahili ambayo ni KPC 30. Yes, na hili banda lina uwezo wa kubeba piglets idadi 100. Na ndio mpangilio wangu mimi. Na wini nguruwe 100 kila wanapozaa wazazi. Na una wazazi wangapi? Hapa tuna wazazi 20. Tuna wazazi 20 lakini tumewagawa katika makundi. Kundi hili linazaa, ili kundi linalea, ili kundi lina mimba. Na nikiangalia umeweka partition. Kwa nini hasa umeweka hizi partition? Hizi partition zinasaidia unapo wini piglets wanakuwa na maumbo tofauti. Kwa hiyo unawaweka kulingana na maumbo yao. Hiyo inasaidia hata kwenye kucontrol kwamba huyu ana changamoto au hana changamoto ya ukuaji. Ndio. Sawa. Na pengine naona hivi ndio vyombo vya chakula pamoja na vya maji? Hapana, hiki ni chombo hili ni dumu ambalo tumeliseti hapa kwa ajili ya kunyweshea piglets ambao tumekwisha wawini kule. Pia kuna nipo zake kama unavyoona. Kuna nipples hapa. Hapa kuna nipples zingine ambazo ziko kule. Na tumeweka nipples moja kwa ajili unajua wanyama wanapogombaniana kitu ndicho kinachotoka haraka. Kwa hiyo tumeweka nipples moja. Ukiweka chakula pale anakula chakula anakimbilia maji. Anakula chakula anakimbilia maji. Pia hata space unawachia kwenye eneo la kula chakula. Kama wakiwa wengi manake utakuta kuna nguruwe 10 kuna nguruwe 5 wako hapa wanasubiria kunywa maji, 5 wengine wanakula kule. Hivyo. Ndio. Na shukrani, hapa ni banda ndio unit ya kwanza ambayo tumezungumzia. Umesema kuna mabanda kama 5. Kwa hiyo hii ni sehemu ya winning. Hii ni sehemu ya winning. Sawa, tunaweza tukaenda kwenye eneo lingine ili tuweze kujifunza. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tumeanza banda la kwanza hili ambao ni banda la wale piglets ambao wanakuwa windy, na tunaenda kwenye unit zingine ili uweze kujifunza. Kwa hiyo hapa hiki ni nini kwa mtu ambaye afahamu? Sawa. Hii ni dimbwi footpath wanasema. Ni footpath kwa maana tunaweka dawa kwa ajili ya kuzuia magonjwa mbalimbali. Ukumbuke sisi tunatembea maeneo mengi sana. Kwa hiyo mwenye shamba, wahudumu wakipita hapa lazima wachovye miguu. Nimeweka kubwa, nimelazimisha kila mtu achovye miguu. Sio sababu ya kuruka. Hata ukiwa mrefu vipi, huwezi ukaruka, lazima utachovya miguu. Kwa hiyo ni forcing. Na ukumbuke sisi utamaduni wetu tukiambia hii ni dawa, unairuka. Lakini madhara yake ni makubwa sana. Kwa hiyo hapa kuna dawa ambayo lazima ukiingia shambani lazima uchovye miguu yako hapa kwa ajili ya usalama wa wanyama wetu. Na humu ndani mtu anaweza kujiuliza wanaweka dawa gani humu? Kama wewe unatumia dawa gani kuweka humu? Dawa zipo nyingi sana za kuzuia na kuchovya. Lakini kimsingi mfugaji anapokwenda kwenye duka la mifugo akisema mimi nataka dawa kwa ajili ya kitu fulani, wanampa dawa iliyo sahihi. Nashukuru sana. Hapo kwa kuongezea tu, unapokuwa unatafuta hizi dawa, kuna zile dawa ambazo ni active na zingine zinachukua muda mrefu. Kwa hiyo pia zingatia kuchukua dawa zile ambazo zinaanza kufanya kazi muda huo, ili isiye ikawa umekanyaga unaenda kule ndani lakini bado dawa haijaanza kufanya kazi. Kwa hiyo twende pamoja. Naona pia ujenzi bado unaendelea. Kwa hiyo bado maboresho yanaendelea. Bado kuna mabanda kule nyuma, bado kuna mabanda ya kuku, pia kuna mabanda mengine ya fattenings huts. Kuna mabanda ambayo ya kunenepeshea nguruwe kule, bado tunaendelea na ujenzi. Sawa, twenzetu. Kwa hiyo tunakanyaga kama ifuatavyo. Lazima tukanyaga. Hata kama usipokanyaga, lazima utakanyaga tu. Utake ustake. Labda utembelee mikono. Mikono lazima utakanyaga. Sawa, tunaanzia tuanzie kwenye banda la grower. Sawa. Hili ni banda la grower. Sawa. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Hili ni banda la grower. Baada ya watoto kuwawini pale, wakishafikisha miezi 4. Tunajua miezi 4 hii huyu nguruwe sasa tunaona namna gani ya kumtengeneza, kama kumnenepesha au kumwandaa kuwa mzazi. Na hili banda capacity yake ni nguruwe 100. Lakini kwa sasa hivi hapa wako nguruwe 60 ambao hao sasa ndio sasa
wakuza ili wafikie malengo yetu tunayo yataka sisi. Na sasa hivi washaanza 30% ya kukuzia beta grower. Kwa hiyo wakitoka kule kwenye winning ndio unakuja unawaleta huku kwenye grower. Kwenye grower kwa sababu tayari hapa ninawabadilishia chakula kutoka kwenye creep feed na wapa sasa 30% na mchanganyiko wa mahindi pamoja na pumba kidogo. Ndio. Kwa hiyo unapokuwa una categorize unatofautisha kwamba hawa ni kwa ajili ya uzazi, hawa ni kwa ajili ya mbegu hivyo. Kwa hiyo unakuwa unaweka kwa partition hivyo. Kwa hili banda sasa hivi hawa wote tunawakuza. Bado hatujaanza kuwagawanya kwamba hawa ni wazazi, hawa ni wa kunenepesha. Kwa wakifikisha miezi 6 ndipo sasa tunawagawanya sasa watu wauze mbegu au watu waandae wazazi au tuandae kuwa madume. Kwa wote ni kwa ajili ya growing. Hiyo unaweza kuonesha banda pia watu waone. Banda ukapita kwenye sehemu moja. Ndio. Okay. Na mfumo wa banda letu sisi, kila chumba unachokiona hapa kina uwezo wa kuhifadhi au kufugia nguruwe idadi 15. Na kuna vyumba 10. Kwa hiyo kama 150. Kama 150, lakini hatuweki 150 kwa sababu ya nafasi. Yes, tunaweka at least 10. Kuna wengine tunaweka 8 kulingana na ukubwa wao. Na wewe hasa una mbegu gani kwa sasa? Una mbegu gani zipi hasa? Hapa shambani tuna mbegu aina 3. Nina Landless ambao ni wazazi, nina Large White ambaye ni wazazi, pia nina Duloc ambaye ni dume. Lakini pia nina majike ya Duloc ambayo hayo siyatumii kama wazazi. Ninatumia kama mbegu kuzalishia madume. Okay. Ndio. Kwa hiyo wote hawa ni sehemu ya grower. Hawa wote ni sehemu ya grower. Wote. Hayo madume unayoona, madume haya ni sehemu ya grower na yale majike ni sehemu ya grower wote. Naona wana afya nzuri. Sana. Sahihi kabisa. Hawa wana umri gani? Hawa sasa hivi wana miezi 5. Sasa hivi wana miezi 5 ambayo kimsingi kwa hapa ni madume tupo na haya ni madume ya mbegu. Kwa sasa hawa ninaanza sasa kuwaandaa kuwa madume bora. Ndugu mtangazaji, banda hili lote ni kwa ajili ya growing. Sasa kuna madume na majike. Hawa ni baadhi ya madume ambao sasa tunawaandaa kuwa madume bora. Lakini kuna madume tofauti na haya yako mengine yako huko. Okay. Na hawa pia ni wana umri gani hawa? Hawa ni miezi 3 na nusu. Hawa ni miezi 3 na nusu na kibia 4. Okay. Hawa. Kwa rekodi yao iko pale, una rekodi yao. Ni wana miezi 3 na siku 15 hivi. Hawa nguruwe. Hawa ni mchanganyiko au ni majike na madume? Haya ni majike yote. Mimi kimsingi shambani kwangu ninachofanya nagawa nguruwe kwa umri, afya na jinsia. Siwezi kuwachanganya. Kwa mfano ukiangalia hapa umeona hili dume anataka kumpanda mwenzake. Maana angekuwa jike kama huyu angempanda. Na ukumbuke kwa chakula hiki cha kauda hizi. Yaani nguruwe akifikisha miezi 6, kwanza unakuta ile hiti ya kwanza ile unaipata. Ila hajakamilisha bado kupandwa. Akifikisha miezi 7 kamili, huyo nguruwe tayari kwa chakula hiki unampandisha. Sasa ukichanganya majike na madume, hapo sasa utachanganya kizazi. Utafanya inbreeding kwenye shamba lako, mwisho wa siku matokeo yatakuwa tofauti kabisa unavyotarajia. Hapo kuna kitu umejifunza mpenzi mtazamaji. Kwanza ni kuepuka inbreeding, lakini pia inasaidia katika kuweza kupanga kulingana na malengo ambayo umeyahitaji. Kwa hiyo tukitoka hapa tunaenda kwenye unit nyingine. Hapa sana tunaelekea kwenye banda la wazazi. Banda la wazazi nguruwe wenye mimba. Sawa. Nikiangalia hapa naona pia kuna structure nyingi. Mtu anaweza akajiuliza hiki ni nini hasa ili mtu aweze kujifunza na kufahamu. Sasa haya ni mabanda ya nguruwe tunayaongeza kwa ajili ya growing. Yes, ukumbuke wazazi ni wengi. Kwa hiyo banda la growing hili ni dogo. Kwa hiyo tumejenga mabanda 3 kwa ajili na yenyewe yatumike kama eneo la kukuzia nguruwe. Ndio. Kwa hiyo haya yote ni kwa ajili ya kukuzia nguruwe. Kadri ambavyo wanazidi kuongezeka. Na mtangazaji, mradi wa nguruwe usipende kujenga mabanda yote yakakamilika. Yaani nguruwe unaweza kuanza nao 5.
lakini baada ya miezi 6, mwaka mmoja, kwa kuta eneo halitoshi. Kwa mfano mimi hapa nilianza na vyumba 5. Unavyoona vyumba 1, 2, 3, 4. Haya ndio mabanda nilioanza nayo. Lakini eneo la nusu eka limejaa mabanda na sio kwa siku moja. Kadri mradi unavyozidi kutanuka na wewe unatanua mradi wako. Kwa watu unapokuwa unajenga ni lazima uangalie namna nzuri ya mradi huo inawezekana wa kuwa expanded. Yes, na unapoanza mradi wa nguruwe kwanza lazima uchague eneo ambalo unajua hili mimi naweza nikaongeza kama una malengo makubwa. Lakini kama una malengo madogo kwamba mimi nifuge nguruwe wachache, hapo unaweza ukafanya jinsi unavyotaka. Na kwa nini ufuge nguruwe wachache kama umeamua? Na ukifuga nguruwe wachache maana yake wewe sio mfugaji. Wewe unaishi na nini? Na mifugo wewe. Tuko tukaangalia, nimeona hapa pia kuna kitu ambacho nimekuwa interested. Nimeona kama kuna mifereji. Huu mfereji unatoka kule kwenye ile banda la grower. La grower. Kimsingi ili eneo nimezungukwa na majirani. Sasa ukumbuke kama umezungukwa na majirani, wewe usiwakele kulingana na mradi wako. Mimi nilichofanya nimetengeneza mfumo wa maji ambapo mtangazaji mwenyewe unaona hata harufu usikii. Kwa maana maji yote mabanda yote nayavuna sehemu moja, lakini kuna matenki 3. Kuna tenki la kwanza ambalo linatoka na kinyesi kama unavyoona. Unaweza kuja kutuonesha? Hili tenki linakusanya maji yanayotoka mabanda ya wazazi pamoja na ya kunenepeshea. Tenki hili hapa ni tenki ambalo linapokea maji kutoka kwenye banda la growing. Tenki la 3 hili yanaingia maji yenyewe kama yalivyo. Lakini hapa chini kuna mfumo wa bomba ambao tumechimba futi 6 chini, tukaweka mawe. Kwa hiyo maji yote yanakuja na kusanywa hapa, yanaingia kama maji. Lakini uchafu wote tunauchukua, uchafu tunauhifadhi hapa. Na ukumbuke mbolea nguruwe ni biashara pia. Kwa hiyo tunauza. Sasa tukaenda tena tukaona. Kwa hiyo yote ambayo yanajikusanya hapo, mmeweka chujio au pale kuna mfumo ambao unaujenga kwamba maji yanakuwa chini, uchafu unakuwa chini, maji yanakuwa juu. Kwa hiyo ile maji yanaingia kwenye tenki la pili. Ile tenki la pili lenyewe liko chini. Kwa hiyo uchafu unazama chini, yale maji matupu ambayo hayana particle yote ndio yanaenda kwenye ardhini, yananyonywa na ardhi. Wakati huo mbolea iliyobaki pale inachukuliwa kwenye ndoo, inakuja kuhifadhiwa hapa. Yes. Inakuja kuhifadhiwa hapa. Hapa ni sehemu maalum kwa ajili ya kuweka mbolea. Hapa ni sehemu maalum kwa ajili ya kuwekea mbolea. Na hii hapa pia itakusaidia wewe kwenye mabanda ukuti nzi. Kwa sababu nimejiuliza hicho kitu, yani usikia harufu ukuti nzi hata mmoja. Ni kwa sababu mbolea tumeweka sehemu moja, alafu kuna dawa ya nzi ipo. Kwa hiyo kuna muda mwingine unapofanya fumigation shambani, hapa tunaweka nguvu kubwa sana kufumigate ili eneo, kwa sababu kumbe kuna mbolea na wadudu wanazaliana hapa. Ni yes. Okay. Kwa hiyo umesema kuna kitu hapo umegusia kwamba hii mbolea pia unauza. Kwa hiyo nje ya kuuza nguruwe imezaa fursa nyingine pia ya mbolea. Kwa mfano mtangazaji, hii mbolea sio ya kwangu tena, ina mtu. Kuna wakulima wa mboga mboga wa mazao mbalimbali huko wanatumia hii mbolea. Kwa hiyo umeona, hiyo ndio kila siku tunasisitiza, unapofuga huo unafikiria mbali zaidi, unaweza kuongeza thamani. Kitu ambacho kama hiki pengine ningekuwa ni kero, lakini hapa tunaona tayari ni biashara nyingine ambayo inaweza ikasaidia katika kuendesha mradi wa nguruwe. Hongera kwa hilo. Asante sana. Kwa hiyo tunaenda kwenye banda la wazazi. Sawa. Kabla tukiingia, tupe brief kidogo. Baada ya kutoka kwenye winning heart, growing heart, tumeona mfumo wa maji taka pamoja na mbolea na mabanda ambayo yanaendelea kujengwa sasa hivi na kupeleka kwenye banda la wazazi, nguruwe wenye mimba. Okay, kwa hiyo kuna nguruwe wenye mimba. Hii ni wodi la wazazi. Ndio. Sasa tukaingia ili tujifunze sasa. Karibu sana. Karibu. Kimsingi hili ndio banda la wazazi. Nguruwe walioko humu ni nguruwe wote wenye mimba. Na hili banda lina uwezo wa kuweka nguruwe majike wenye mimba 20 ambayo wenye mimba wakati mmoja. Ila kwa sasa hivi baadhi wengine wapo kwenye banda la kuzalia, kwa maana huwezi kumweka kwenye cages hapa kama unavyomuona hapa hivi. Hawezi kuzaa hapa hivi. Hapa tumemweka huyu kwa ajili ya kumtizamia. Maana huyu sasa hivi ana miezi 2.5 na mimba yake.
Kwa hiyo akifikisha kile kipindi cha kukaribia kuzaa, tunamtoa hapa, tunamweka kwenye banda la kuzalia ambalo lenye joto na banda kubwa zaidi. Tupe elimu kidogo, kwa nini umeamua kuweka cages? Sababu ukienda kwenye mashamba mengine mtu sio lazima aweke cage. Wewe kwa nini umeamua kuchagua cages? Cages zinasaidia usafi, jambo la kwanza. La pili, cages zinasaidia hata matibabu. Huyu nguruwe ni mkubwa sana. Pindi anapopata changamoto tumshike sisi, ndugu yangu mwenye kilo 100 na inakuwa ni changamoto. Lakini akiwa kwenye cages hapa, daktari rahisi kumtibia. Na pia ni rahisi hata kumpimia chakula, kwamba umempa kilo 1.5. Umehakisha amekula kilo 1.5. Kama amekula nusu, unagundua kwamba huyu nguruwe ana changamoto. Tofauti na kuwaweka sehemu moja, ujue nguruwe amekula au ajala. Hapo inakuwa rahisi kumonitor nguruwe mmoja badala mmoja, kujua tabia yake, afya yake na usafi pia. Okay. Na ukiangalia hawa wote kama unavyoona, ndugu mpenzi mtazamaji, hawa wote ni nguruwe wenye mimba. Na huyu ni large white. Huyu ni na large white. Huyu sasa hivi ni mzao wa hii mimba ya pili. Watoto wake wako kule. Kwa huyu ni mzao wa pili. Huyu ana miezi 2.5. Huyu ni large white. Lakini asili yake huyu tulimtoa kwa large white na Duroc. Ndio. Kwa hiyo ilikuwa ni cross breeding ndio. Okay. Na huyu pia huyu ni Landless. Huyu sasa hivi ana miezi 14. Na huyu ni mzao wa pili. Maana ni mimba ya pili sasa. Alipata mimba akazaa wale piglets ambao sasa ni wapo kwenye growing kule, na yeye sasa hivi ana mimba ya pili. Na kwa kumpa elimu fupi kidogo mtazamaji, unawezaje kutofautisha large white na Landrace? Sababu ukiangalia mwingine anaweza akashindwa kutofautisha. Sawa. Ukiangalia large white ni nguruwe ambaye amenyooka na masikio yake yamesimama, hana mbwembwe nyingi sana. Lakini Landrace ni nguruwe mrefu, pia masikio yake yamelala. Lakini katika production hawa ni wazazi bora, wanazaa watoto wengi na wanalea vizuri, sio hashi ukilinganisha na Duroc. Kwa huyu anafaa kuwa mama. Kwa hata unapokuwa unataka kuanza kufuga, unashauri mtu awe na large white kama mama au Duroc au Landrace. Na shauri Landrace na large white wawe wazazi, madume yawe Duroc. Na huyu nguruwe mzao wa kwanza alizaa watoto 18. Mzao wa kwanza 18. Ndio. Na hii ndio umesema ndio uzao wake wa kwanza. Ndio anaingia mimba ya pili. Hii ni mimba ya pili sasa hivi. Sawa. Na huyu pia ni crossbreed? Hapana, huyu ni large white mwenyewe. Huyu sio crossbreed, yes. Huyu ni large white mwenyewe. Na huyu pia ni mzao wa pili. Mimi nguruwe nafuga kwa miezi na mwaka. Kwa maana alipofikisha miezi 7.5 nikampandisha. Kwa hiyo alipofikisha ile miezi 12 tayari akawa ana watoto. Kwa maana huyu mzao wake wa kwanza alizaa watoto 12. Ukiangalia hata umbo lake linaruhusu pia kutoa watoto 12, tofauti na yule kule Landrace ambaye ni mpana alizaa watoto 18. Ndio. Sawa. Na wale kule ni Duroc, naona wote ni Duroc. Ni Duroc wote wale. Wote wawili. Wote ndio ni Duroc. Ndio. Lakini pia wale Duroc pia nimewaandaa nguruwe wawili. Hawa ni majike. Nimewaandaa. Sasa ndo nakwenda kule kuwalisha kile chakula cha KPC 20%, kuandaa kuwa mama bora zaidi. Kwa hiyo bado nasisitiza kama mtu anataka matokeo mazuri aendelee kutumia Koudijs. Yaani Koudijs ni chakula ambacho kinakupelekea kufikia malengo yako wewe. Unataka nguruwe aweje? Ndio. Sawa, nashukuru sana. Sawa. Hii tumeshatoka kule kwenye nguruwe wenye mimba. Hii ndio tuko unit ya mwisho. Unit ya mwisho. Hii unit ni kwa ajili ya sasa, baada ya kuona nguruwe mzazi amefikia kiwango kile kipindi cha kuzaa, sasa ndio tunamtoa kwenye cages, tunamleta eneo pana. Ukumbuke akishazaa nguruwe kuna vitu vingi sana vinatokea. Kwa hiyo unamleta eneo hili kumpa nafasi. Pia ukumbuke ulimweka kwenye cages alikuwa peke yake. Kwa hapa pia unamsaidia hata kuchukua
mazoezi yale. Anachukua mazoezi, anazunguka pia anakuwa na yuko strong. Na anapozaa basi watoto wanaweza kusambaa rahisi hata kuona mtoto huyu yuko vipi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii ni maalum tu kwa ajili ya wazazi, kwa sababu kama ukiangalia unaona kabisa huyu amebakiza siku chache hawezi. Huyu nafikiri hapa tunasubiria watoto. Tunasubiri piglet kwa sababu muda wake katika kashamaliza. Na hata ukiwa una nani unaona anatoa hii sauti. Umeona? Hiyo ni moja kati ya saini kwamba amekaribia. Taili, yani ukishika tu pa chuchu zake unaona kabisa anataka kupokea watoto. Ndio. Na hii ni Rajwhite. Hii ni landless. Ile pure landless. Na huyu mzao wake angapi? Huyu ni ya pili. Hii mimba ni ya pili. Ya kwanza alizaa watoto wangapi? Ya kwanza watoto 22. Ndio huyo akalalia kamoja. Ndio. Paka hapa nadhani tumejifunza mengi. Tuna mengi ya kujifunza, lakini paka hapa nadhani kama una kitu ambacho hujakifahamu, mimi nadhani kuna vitu vingi ambacho umejifunza. Labda kuna kingine ambacho tumekisahau, kuna sehemu yote ambayo tujaenda? Mimi nafikiri tumepita mabanda yote ya muhimu. Banda la weaning, la growing, la fattening pamoja na wazazi pamoja na kuzalia. Na kuahidi mpenzi mtazamaji, leo sio mara ya mwisho. Tutakuwa tunarudi mara kwa mara kuwa tunakuonesha nini ambacho kinaendelea. Tunaweza tukaenda tukakaa sehemu sasa tuzungumze mambo kadhaa ya hapa na pale ambayo pengine anaweza akamjenga mfugaji. Asante. Kwanza brother, na shukrani sana kuweza kuturuhusu kufika katika shamba lako, na naendelea kukupongeza. Ise unafanya kitu kizuri sana. Hongera kwa hilo. Mimi nashukuru sana mtangazaji. Lakini tunataka tufahamu tena upande mwingine wa pili, kwa sababu tumezunguka, tumeona kitu kizuri. Lakini tunafahamu kila kitu kina changamoto. Wewe kama mfugaji, ni changamoto zipi hasa ambazo umezipitia na umefanyaje kuweza kuzimudu? Kama nilivyokwisha kueleza, ufugaji nimeanza muda kidogo. Sasa hivi napata kama miaka 26 nafuga. Kwa hiyo changamoto katika ufugaji wa nguruwe tuseme kwenye mifiga matatu. Nimeweka figa la kwanza chakula, ambapo kuna 70% ya mradi mzima. Kuna matibabu 15%, pia na banda bora 15%, kuna tengeneza 100%. Kwa hiyo ukiingia kwenye chakula unakutana na kupanda kwa kushuka kwa bei ya vyakula malighafi. Ndio. Kwa upande wa madawa yapo, lakini kuna baadhi ya magonjwa ambayo kimsingi ni changamoto, kama ugonjwa wa homa ya nguruwe. Hii ni changamoto. Ndio. Mabanda repair. Ukijenga banda la nguruwe bora, kwa maana kwamba repair yake inakuwa ni ndogo. Ukijenga banda la nguruwe ambalo halina kiwango, na nguruwe ni msumbufu, anabomoa, anajenga vitu kama hivyo. Na hizo changamoto, kwa mfano umesema kuna changamoto za chakula zinapopanda na kushuka, wewe umewezaje kuzi maintain? Kwa sababu kwa miaka 20 kwenye ufugaji sio kitu kidogo. Umewezaje kuweza ku maintain na kuweza kuhakikisha unaendelea kufuga? Kimsingi miaka 4 tokea nimekutana na Koudijs na concentrate yao, nimepunguza zile gharama. Kwa sababu zamani ilikuwa nichukue pumba, nichukue mahindi palaza, nichukue hizi premix mbalimbali za nguruwe, hizi mabusti haya, nichukue dagaa, nichukue chokaa, nichukue soya. Kwa mchanganyiko wote huo nichanganye ndio nipate chakula kimoja. Lakini Koudijs wao wanachokifanya ni kwamba anachukua Koudijs kilo 50, na chukua na kilo 200 za pumba. Mara nyingine huwa naongezaga na mahindi palaza. Kwa napata pale kilo kama 300 hivi. Atisi na mimi shambani kwangu wanachanganya tani 3, tani 4. Kwa unazidisha pale, unapata chakula ambacho ni chakula ni kingi, lakini umetumia gharama ndogo zaidi. Nashukuru sana. Kwa kama kuna mfugaji mwingine anaweza akatumia tekniki hiyo na yeye akapata matokeo, hakikisha unatumia bidhaa za Koudijs, zitakusaidia sana katika kupunguza gharama. Lakini kitu kingine, upande wa pili, watu wanapofuga wanafanya chochote wanategemea fedha. Kuna fursa zipi ambazo zimeambatana na mradi huu wa nguruwe? Sisi shambani hapa tuna vitu vingi ambavyo tunavifanya. Kwanza tuna huduma ya ushauri kwa wafugaji wapya, pia na wafugaji wale ambao wapo kwenye ufugaji. Pia tunatoa elimu, pia tunatembelea mashamba mbalimbali. Kwa wale wafugaji wapya,
akifika ofisini kwetu, maana yake kuna maswali tunamuuliza kama alishawahi kufuga au ndo mara yake ya kwanza. Kwa kama mara ya kwanza, maana yake tutakwenda kutembelea mradi wake au eneo lake, tutamshauri ujenzi wa mabanda, tutamshauri position ya mabanda yake, tuangalia maeneo yake yeye alipo. Pia tutamshauri aina gani ya nguruwe anze nao na idadi. Na kuna maswali tutamuuliza yeye kipato chake au mtaji wake ni wa kiasi gani. Kwa baada hapo tunamfanyia hiyo huduma. Tunamshauri ujenzi wa mabanda, chakula bora na mbegu bora na usimamizi, na tutamuelekeza namna ya usimamizi wa nguruwe. Hiyo ni kwa upande wa ushauri. Upande wa ushauri. Huduma zingine? Huduma zingine nimezungumzia kutoa ushauri. Ndio, huduma zingine hapa sisi tunauza mbegu. Tunauza mbegu za nguruwe kwa bei ambayo ni ya Kitanzania, ili wafugaji wapya na wenyewe waanze kufuga. Hiyo huduma tunaitoa hapa. Pia tunauza nguruwe wa nyama. Ndio. Kiufupi ni complete, kwamba mtu anapata mbegu, anapata elimu, lakini pia akihitaji nyama pia anapata. Kwa mfano nikikuuliza swali moja kwamba mradi wa nguruwe una faida, wewe utanijibuje? Mtangazaji, miaka 26 uwezo ukafanya kitu ambacho hakina faida. Mradi wa nguruwe una faida kubwa sana. Una faida kubwa kama ukiwekeza muda, ukiwekeza matunzo na hali. Nikisema hali unafikiri unanielewa. Lazima uwe na passion. Mara nyingi sana wafugaji wengi sana wanatanguliza kupata pesa. Yaani mtu anafuga lakini anapiga hesabu za kupata pesa. Wewe fuga na nguruwe, usifuge wachache. Yaani nguruwe anzia 100, 150, 200 ndio utapata faida yake. Ukifuga nguruwe chini ya 50, maana yake faida yake huwezi kuiona. Kwa hiyo tunashauri wafugaji wanapoanza waanze na nguruwe hata 10, 5 kwenda mbele. Ili production inapoanza unakuta mtu ana nguruwe 100, 200, 300, 400. Ukiuza nguruwe 200, 100 au ukiuza 50 kwenda mbele, hela unaipata nzuri sana. Kwa hiyo mradi wa nguruwe unaweza ukaendesha maisha na unaweza kukupa utajiri kwa kiufupi. Utajiri ni upo kwenye sura pana sana, lakini nguruwe wana faida. Watakupa kiasi cha fedha unachokitaka kulingana na uwekezaji wako wewe. Sasa kuwa tajiri maana yake ni wewe mwenyewe, sasa jinsi ambavyo una define. Ndio define wewe mwenyewe. Mwingine ana 10,000 anaona ni tajiri. Yes. Sasa bado kuna mtu anaweza kawa na swali. Pengine labda ni mwalimu yuko Simiyu huko, au mwingine labda ni polisi yuko Manyara, mwingine labda ni mama wa nyumbani, au mwingine labda ni mwanafunzi. Anaweza akawezaje kuanza? Hiyo nguvu ya kuanza na namna ya kuanza, wewe unamshauri vipi? Kila kitu ni kuanza. Unaweza kawa na mawazo, lakini kikubwa anza pale ulipo. Ndio. Sawa. Kwa mfano wewe, mtu akianza kujiuliza mwanzo wako ulikuwaje? Ulisema kwanza ulisapotiwa na mzazi, lakini baada ya hapo unaweza ukatupa picha kidogo mtu aweze kujifunza. Baada ya kusapotiwa mwaka 2002 baada kusapotiwa nikaendelea kufuga. Changamoto zilikuwa nyingi, nimeenda mpaka sasa hivi nilipofika hapa, lakini kitu pekee ambacho ninajivunia ni kuwa na passion na hiki kitu. Yes, passion ndio imenileta mpaka kufika hapa. Napenda ufugaji wa nguruwe. Mimi nguruwe hata kiumo hivi niko lazima hata kuchukua hata chombo cha mtoto anachonyonyea maziwa nikamnywesha ili apone nguruwe, kwa sababu akifa yule nguruwe naona kuna kitu nimekipoteza kwa sababu ya jinsi nilivyoelekezwa na kufundishwa ufugaji wa nguruwe. Mwingine pia anaweza kujiuliza labda huu mradi wa nguruwe unaweza kukuchukulia muda. Wewe hii ndio shughuli yako kuu, au kuna shughuli nyingine ambayo unafanya nje hapo, ili pengine labda kuna mwingine yuko nje hapo naye anajiuliza pengine labda ni ya watu ambao wameamua kudedicate kwenye ufugaji? Okay, sawa. Mimi kimsingi nimeoa, nina mke, pia na watoto. Ninawafanya kazi hapa nyumbani, hapa shambani. Kwa hiyo kimsingi tunagawana majukumu, na mfugo pekee ambao hata ukiwa mbali unaweza ukafuga ni nguruwe, kwa sababu nguruwe wanahesabika. Na kufa nguruwe labda ugonjwa huo wa homa ya nguruwe ingie, na nguruwe hana magonjwa mengi sana. Kwa hiyo hata ukiwa mbali unaweza kufuga nguruwe kwa maelekezo. Na sasa hivi tumerahisishiwa kamera hizi.
Mabanda mengi yana kamera. Kwa hata mimi nikiwa mbali na hapa, ninachukua tu tablet yangu naangalia banda fulani chafu, banda fulani safi, kama kuna kasoro hapa, nawaambia bwana hapa kuna kasoro, waambie warekebishe. Ndio, kwa usimamizi hata wa mbali unafaa kwa nguruwe. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba wewe huo ushindi hapa mara kwa mara? Mimi sishindi mara kwa mara. Mimi kufika shambani kuna kipindi, kwa sababu mimi ni mtumishi wa umma. Ni mtumishi wa umma. Kwa hiyo nje tu ya kuwa mtumishi wa umma, lakini bado unaweza kuendelea kufuga na haikubani kabisa? Haiwezi kunibana. Haiwezi kunibana kwa sababu wasimamizi wa watumishi wapo. Na tunasaidiwa na teknolojia, cameras. Na simu zipo. Na pia wewe ni mfugaji wa muda mrefu. Kwa hiyo unajua kabisa unapopata nafasi ya siku moja au siku mbili, basi unahakisha kila kitu kinakuwa sawa. Hata ukikaa miezi 6, mwaka ukikaa, basi unaona kitu chako kipo. Na nguruwe wanahesabika. Yes, na katika ufugaji wangu mimi huwa nafuga kwa batch. Nguruwe 100, 250. Kwa hiyo nikizalisha mzao mmoja nguruwe 300 Januari, manake hawa nitaondoka nao mpaka Disemba, ndipo napo wauza. Kwa hiyo kipindi chote hiki mimi ni kuagiza pesa ya chakula, na nguruwe wanajilisha wenyewe. Kwa mlaji nilipofikia wanajilisha wenyewe. Kwa hiyo usio na kisingizio ukasema labda mimi ni mtumishi wa umma siwezi kufuga. Hapana. Brother hapa nje ya kuwa na majukumu mengine, lakini bado haijambana, kwa sababu wana familia ambao wanasaidiana bega kwa bega kuweza kuhakikisha ili swala linaenda. Nashukuru sana kwa mengi ambayo tumezungumza, lakini mwishoni pengine labda kuna kitu chochote cha kumalizia kabla tujafunga kipindi chetu. Wewe una nini cha kuzungumza? Mimi kimsingi ni shukrani. Yes, mimi ninamshukuru mama yangu mkubwa, Mungu amlaze pema peponi, na baba yangu mzazi, kwa sababu hawa ndio walio nipa mwanga. Walinipa mwanga kwa ufugaji, na wakanisaidia mtaji, na wakanionyesha njia ya ufugaji. Mpaka sasa hivi hapa najivunia kufahamu huo ufugaji mpaka sasa hivi, na nazidi kulisisha baadhi ya marafiki, ndugu na jamaa wenye kuhitaji, kwa sababu ufugaji ni uhitaji wa mtu binafsi mwenyewe, huwezi kumlazimisha mtu. Ndio. Mpaka hapo mimi sina cha kuongezea, kwa sababu kiukweli mimi mwenyewe tu nje ya kuwa mmejifunza, mimi pia nimejifunza kitu. Kwa hiyo na kuahidi tu kama bado unahitaji mawasiliano ya brother hapa chini unaweza kuona mawasiliano na ukawasiliana naye wakati wote, kwa biashara, kwa elimu au kwa chochote. Lakini nakukumbusha usiache kusubscribe Rubaba TV kuweza kujifunza mambo kadha kama haya, na kuweza kuendelea kupata elimu ambayo inaweza kukutoa katika sehemu moja kwenda hatua nyingine. Mimi ni Imani Rubaba, mpaka wakati mwingine, asante.